Hapa mkononi mwangu nao mkono wa Idi. Fahamu kwamba ni mjumuiko wa vitu 14 vilivyosagwa na kuwa unga. Ni pamoja na karafuu, filfil abyadhi, filfil aswadi, kungumanga, tangawizi, mjafari, holinjan, mbegu za msonobari, habati rishad, basbas jauza, juisi ya kitunguu maji na asali halisi ya nyuki. We mwanamume ambaye unataka kuwa imara zaidi ya simba, ina utendaji wa ajabu. Ni dawa ya kisuna iliyo madhubuti kwa kuleta utamu katika tendo la ndoa kwa mke na mume. Mimi nilikuwa na matatizo katika mwili wangu, hususan nilikuwa napata ada ya mara kwa mara na maumivu wakati wa tendo. Hakuna tena maumivu ya tumbo, ni raha juu ya raha. Lakini sasa niko vizuri baada ya kutumia mkono wa Idi. Hurejesha hisia zilizopotea, kuondoa uvimbe kwa kina mama na hupangilia ada. Mwanamke mwenzangu, usiendelee kuteseka. Tumia mkono wa Idi, ndio suluhisho la matatizo yako. Maumivu ya tumbo, harufu mbaya sehemu za siri, hawasikii ladha wala hawatamani kuingia katika tendo la ndoa. Na pia huzibua mirija ya uzazi kwa akina mama. Pili, huwapa ladha kina baba na huwaondoshea mfumo jogoo. Mimi sipendi uzembe na ulegevu tena, napenda ukakamavu na uimara zaidi. Ili kujipatia mkono wa Idi, tupigie katika nambari zifuatazo: 0748869733 na 0659869734. Kumbuka, mkono wa Idi ndio habari ya mjini. Unasubiri nini? Mkono wa Idi ndio habari ya mjini. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naam, ndugu zangu, kama ilivyo ada na kawaida, leo ni siku nyingine tena, mwanzoni kabisa mwa mwezi wa Shawwal, baada ya kutoka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na leo tunaendelea na darsa zetu, na hasa katika fani za aina mbalimbali. Na leo tunaendelea na aya ya 11 katika surati Luqman. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, hadha khalqullahi faaruni madha khalaqa alladhina min dunihi bali dhalimuna fi dhalalin mubin. Aya hii Allah subhanahu wa ta'ala anasema, hadha khalqullahi, haya ni maumbaji au huu ni uumbaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Faaruni, basi nyinyi wanadamu, nyinyi nionyesheni, madha khalaqa alladhina min dunihi, ni kitu gani wameumba wale ambao ni kinyume chake Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kitu gani ambacho wameumba wale ambao ni kinyume chake Allah subhanahu wa ta'ala? Kisha Mwenyezi Mungu anasema, bali dhalimuna, hakika wale ambao waliojidhulumu nafsi zao, hawakutaka kumkubali Allah na wala hawataki kujishughulisha na namna za uumbaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa wanakuwaje? Allah anasema hao madhalim, tena fi dhalalin mubin, wapo katika upotevu wa bayana, wa wazi kabisa katika hali za namna hiyo. Tunakwenda sawa? Sasa tulipokuwa tukisoma aya za namna hii, hadha khalqullahi, kwa maana huu ndio uumbaji wa Allah, mashekh zetu walikuwa wanatuambia tuweke mstari katika maeneo haya, alafu tunaanza na vitu vinavyoitwa rumuzu alilmi. Miongoni mwa darsa ambalo tulosoma pale Ghazali Muslim School lilikuwa darsa linalosema yasub. Yasub ni yule mdudu anaitwa kijelele au
mzelele au ngindo au katika lugha sahihi kabisa ya Kiswahili wanamwita kerengende. Huyo ni mdudu ambaye tulimsoma pale Ghazali Muslim School kwa lengo la nini? Hadha khalqullahi, huu ni uumbaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tuliona katika darasa lililopita, tulimuona huyo kerengende namna ambavyo watu wamechukua taaluma kupitia mabawa yake, wakatengeneza almirwahiyat, wakatengeneza helikopta na wakatengeneza na at-tairatul musayyara, wakatengeneza drones kupitia nani? Huyu mdudu anaitwa Yaasub. Sasa yote haya tunayaona kwa sababu gani? Namna anavyoweza kupiga mbawa zake. Anapiga mbawa kwa kupishana, yani ghairu mutazamin, kwa kupishana zile mbawa zake, na utendaji wake namna unavyoona ile mishipa yake inafanya kazi kama inajaa hewa hivi, namna anavyopiga na yani inatanuka na kusinyaa kama misuli ambayo bila shaka ina utendaji wa hali ya juu. Tumeona katika darasa letu lililopita. Lakini leo wakati tunatazama hadha khalqullah, kwa maana huu ndio uumbaji wake Allah subhanahu wa ta'ala, leo tutakwenda kutazama uyunu au ainul Yaasub, jicho la huyo kerengende biidhnillah subhanahu. Wewe mzee umjui kerengende? Tamuona. Sasa huyu kerengende huyu ana mambo makubwa kabisa katika maisha ya mwanadamu, na Mtume anasema tafakkaru fi khalqillahi wala tufakkiru fi dhatillah. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema wafanyeni tafiti viumbe wa Allah na wala msikae na kuitafiti dhati ya Mungu ipoje. Mkaanza kutafiti Mungu ana mikono, ana miguu, Mtume amekataza. Sio ana macho, ana masikio, sio ana vitu gani, Mtume amekataza. Kwa hiyo ukimwona mtu anadili sana na hayo mambo, ana mikono, ana miguu, ana macho, ana masikio, tena hakikia lakini hayafanani, jua hilo ni limujassimu, ni jitu ambalo linaabudia kiumbe tu. Kwa sababu yote hayo ukisema sio ana mikono, ana miguu, ana macho, ana masikio, hakikia kabisa lakini hayafanani, wewe ni sawa na kuabudia sanamu tu au kumwabudia mtu. Tena bahati mbaya zaidi wamekwenda anayo masikio, ana macho, ana mikono, ana miguu, ana vidole, anacheka, meno yanaonekana, yani ana kifua, yani amekosa kula tu na dhakari labda au farji ndio alichokosa. Ndio hicho wasemi, lakini baadaye uko mbele watasema. Hii ni hatari sana. Ukiona watu wanamna hiyo, kimbia katika akida hiyo, sio sahihi katika dini tukufu ya Kiislamu. Tunakwenda sawa? Sasa mashekhe zetu walipokuwa wakitusomesha aya za namna hii, wakasema tuaddu uyunul Yaasubi min akthari alajhizati albasariya fi alamil hasharat. Wakasema mashekhe zetu tuaddu uyunul Yaasub, imefahamika na kutambulika macho ya huyu kijelele au kerengende, min akthari alajhizati albasariya, ni miongoni mwa macho ambayo yana sistimu nzuri mno tena iliyo makini mno, hasa katika sala zima la uoni au kuona katika hali za namna hii. Hawa Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia wana system bora sana ya kuona, lakini wana system bora sana fi alamil hasharat, hasa ukiwaingiza wao ukataa kufananisha na viumbe wengine, hasa katika ulimwengu wa wadudu. Hawa wanaona vizuri zaidi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hadha khalqullahi, huu ndio uumbaji wake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo unaposoma aya za namna hii lazima uwe ni mtu ambaye una tabia ya kufanya tafiti katika viumbe wa Allah tabaraka wa ta'ala. Tunakwenda sawa? Lakini haithu tatakawanu min ainaini murakkibataini dhakhmatain, kiasi ambacho huyu mdudu ambaye anaitwa kerengende Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia anayo macho mawili.
lakini macho yenyewe kabirataini, makubwa. Lakini kadhalika murakibataini, yameshikamana na viini vya macho vingi sana. Sawa, yantughitiyani mu'dhama ar-ra's, hayo macho ndo yamechukua sehemu kubwa ya kichwa chake. Yani macho yamechukua sehemu kubwa ya kichwa cha kijelele, au huyu anaitwa nani? Kerengende. Yani macho ndo yamechukua sehemu kubwa ya kichwa chake. Tusemeni la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Allah anasema hadha khalqullahi, huu ndio uumbaji wake Allah subhanahu wa ta'ala. Faaruni madha khalaqa alladhina min dunihi bali dhalimuna fi dhalali mubin. Huyo ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Sasa aya za namna hii hatuishi kusoma matini tena kwa ufasaha mkubwa kabisa, alafu tukatafsiri neno kwa neno, alafu tukawa mashekhe tunatukana watu. Tusome kwa ufasaha mzuri, tutafsiri neno kwa neno kama ni ilmu ya awalia, kama ni ilmu ya wapi? Ya mwanzo tu. Alafu tuingie katika rumuzul ilmi, twende tukaikute pale ilmu ilipohifadhiwa katika maneno haya ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Tunakwenda sawa? Haya macho yamechukua sehemu kubwa ya kichwa chake. Tena kabisa, tahtawi kullu minhuma ala ma yasilu ila 30,000 adasatin saghiratin sudasiya. Lakini haya macho Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kila jicho miongoni mwa haya macho mawili ya huyu mdudu ambaye anaitwa kerengende au anaitwa kijelele, imehifadhi kiasi ambacho yani vile viini vya macho takriban vinavyofikia, vinakadiriwa kufikia 30,000 katika kila jicho moja. Jicho moja lina viini vingapi? 30,000. Tusemeni la ilaha illa Allah. La ilaha. Wewe una viini vingapi? Kimoja tu, lakini huyu ana viini vingapi? 30,000. Hadha khalqullahi, huu ndio uumbaji wake Allah subhanahu wa ta'ala. Tena adasatin saghiratin sudasiya, tena viini hivi Allah subhanahu wa ta'ala ameviumba vidogo vidogo, lakini vipo katika mfumo wa pembe sita. Kila kiini kimekaa katika mfumo wa pembe sita. Hadha khalqullah, huu ndio uumbaji wake Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala amempa kijelele au kerengende nini kuwa na macho mawili makubwa, kila jicho lina viini 30? Sababu yake ni nini kupewa katika hali za tena viini vyenyewe vilivyokaa katika mfumo wa sudasia tu ashakli, yani umbo la pembe sita? Kwa nini viwe katika hali ya namna hiyo? Mimma yasmahu lahu, hapa ndipo alipotuambia mashekh zetu ya kwamba mimma yasmahu lahu biru'yatil ittijahati kafa duna alhajat litahriki ra'sihi. Sababu ya kufanya hivyo kunamsababisha huyu mdudu awe na uwezo wa kuona pande zote kwa ukamilifu, duna alhajat litahriki ra'sihi, bila ya kuwa na haja ya kutikisa kichwa chake. Yani ukimwona pale alipokaa, anaona juu, anaona chini, anaona mbele, anaona nyuma, anaona upande, sehemu zote, kushoto, kulia, pote anaona kwa wakati huu mmoja. Ndio maana ya kupewa macho makubwa, yamechukua sehemu kubwa ya kichwa chake, na kila jicho lina viini vinavyokadiriwa kufikia 30,000, na kila kiini kimoja kina mfumo wa sudasia tu shakli, kwa maana umbo la pembe sita katika hali za namna hii. Sasa hapa patamfanya awe ana uwezo wa kuona pande zote, duna alhajati litahriki ra'sihi, bila ya kutikisa hata kichwa chake. Tusemeni la ilaha illa Allah. Allah anasema katika surati Luqman aya ya 11, hadha khalqullahi, huu ndio uumbaji wake Allah tabaraka wa taala. Wallahi Mwenyezi Mungu anatisha. Lakini kadhalika bizawia, yani kwa maana hana haja ya kutikisa kichwa chake,
kwa sababu jicho lake linaona bizawiyatin, yani 360 darajatan takriba, yani ana uwezo wa kuona takriban digrii ngapi? 360. Ukisikia digrii 360 maana yake anaona pande zote. Tumemwona katika darasa tulosoma katika darasa la bundi, tumeona bundi ana uwezo wa kuzungusha shingo lake kwa digrii ngapi? Digrii 360. Tunakwenda sawa? Kwa sababu ndio ana uwezo wa kuzungusha shingo mpaka likarudi pale lilipotokea. Sawa? Lakini kadhalika tukaona na kinyonga. Tukaona pia kinyonga katika uoni wake, jicho lake lina uwezo wa kuzunguka digrii 180 ikimalizia na zile 90 kwa sababu ya shingo lake namna anavyoweza kuligeuza. Sasa huyu yeye anaona bila hata ya kugeuza shingo lake digrii 360. Manake mdudu huyu ni vigumu sana we kumpata kwa sababu anakuona. Labda apuuze yale mashambulio yako. Hadha khalqullahi, huu ndio uumbaji wa Allah tabaraka wa taala. Tusemeni la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Mimma yatihu lahu rasdul harakati bidiqqatin faiqa. Sasa mashekhe zetu wakatuambia sababu ya kuwa ana uwezo wa kuona kwa digrii 360, hii itamfanya yeye kuweza kuona harakati hata ndogo sana kwa umakini wa hali ya juu. Kwa mfano, kuna kiumbe yupo mahala ametulia kimya, akitikisika kidogo tu huyu tayari anakuwa anaona pale kuna kiumbe. Kwa nini? Kwa sababu anaona digrii 360 katika hali za namna hii. Tusemeni la ilaha illa Allah. Kwa nini watu wasislimu na kuja katika Uislamu, dini iliyo hakika? Huwa anajaribu kumfuatilia sana. Kuna mmoja katika hawa ndugu zetu ambao wao wanafuatilia sana masala haya ya kidunia, anaitwa Mwalimu Gugo. Yeye anasema wazi kabisa, kwa maana Uislamu hauwezi kuutenganisha na sayansi hata siku hii. Huwezi kuutenganisha Uislamu na sayansi. Yani sayansi ndio Uislamu, Uislamu ndio sayansi yenyewe katika hali za namna hii. Tusemeni la ilaha illa Allah. La ilaha. Na huyu si Muislamu, ujue anasema maneno haya ni Mkristo. Hivi hapa hujaona kama inakwenda sambamba na sayansi? Mungu anasema hadha khalqullah, huu ndio uumbaji wake Allah tabaraka wa taala. Kwa tunaona sasa, kwa kuwa Mwenyezi Mungu amemjaalia ana macho yake anaona kwa digrii 360, mimma yatihu lahu rasdul harakati bidiqqatin faiqa. Kwa hali hiyo sasa ina uwezo wa kumfanya yeye yani kuona harakati hata kama mtu anatikisika au kidude kinatikisika kidogo sana, yeye anaona ule mtikisiko hata kama ni mdogo sana, anaona kwa sababu uoni wake ni wa hali ya juu tena katika pande zote katika mazingira haya. Tunaona sawa? No. Watajannubul a'da'i, lakini kadhalika vile vile kunamfanya sasa kujiepusha na maadui zake ambao wanamtafuta. Kwa hiyo anaona vizuri sana. Na tukaona katika darasa lililopita kwa kutumia jicho la kinyonga, lakini kadhalika tunaona jicho la huyu, watu wanafanya tafiti, wanabaini wana uwezo sawa kutengeneza rada. Sasa kwa popo tunaona walikuwa wanatumia nini? Walikuwa wanatumia ni ule mwangwi. Kwa maana mathalan linaporushwa bomu pap, jambo la kwanza linalofanyika pale ni zile rada zinaanza kupokea mfumo wa mawimbi. Kwa hiyo yale mawimbi ikishapokea tu watu wanajua kuna hatari inakuja. Kwa hiyo watu wanaanza kujiandaa kukabiliana na ile hatari. Maalumati haya wanachukua kwa viumbe wa Allah, na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema tafakkaru fi khalqillah, wafanyeni tafiti viumbe wa Allah, mtaishi vizuri nyinyi. Leo sisi Waislamu tunafanya tafiti kwa viumbe wa Allah, tuishi vizuri? Hakuna. Na anayefanya tafiti atakuja mtu atakwambia uongo ule. Yani jitu ni bingwa la kukanusha tafiti za watu, wakati lenyewe halina yani halijui hata zile njia za tafiti. Sio tafiti yenyewe, yani hilo jitu sio kwamba halijui tafiti, njia zile za kufanyia tafiti halijui, alafu ndio bingwa la kukanusha tafiti za watu. Uongo ule. Jamani, tafiti si inapingwa kwa tafiti nyingine? Sasa tafiti inapingwa kwa maneno yako tukisema uongo hivyo tu, basi wewe ndo tayari umekuwa uongo kwa sababu wewe umesema. Wewe ni nani sasa? Tafiti inakanushwa kwa tafiti nyingine.
Ni wewe kusema bana hii tafiti bana si ya kweli, ya ukweli ni hii nilofanya mimi, imefuja 1 2 3 4. Ndio mambo yanavyokuwa, ndio unakuwa mkweli hivyo. Lakini kwa neno moja tu uongo ule, haya fanya ya kwako, huu na wala hujui hata njia za tafiti watu wanapitaje mpaka wanafanya tafiti. Unajua kuna njia 17 za kufanya utafiti. Na tena hizi njia 17 ni kuu, na ndani ya njia hizi kuna matawi mengi. Sasa muulize huyo mtu anakuambia ile uongo, mwambie unajua njia gani ya utafiti? Subhanallah. Unaweza ukaona vituko. Tuseme la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Kwa hiyo watajannubul aada, kwa kule kuona kwa kiwango cha digrii 360 ana uwezo wa kuepukana na athari na hatari za maadui wake katika hali za namna hiyo. Allah anasema hadha khalqullah, huu ndio uumbaji wake Allah tabaraka wa taala, na nyinyi tengenezeni vyombo vinavyoweza kuona hatari ya maadui kabla maadui hawaja kuoneni. Ndio maana Mwenyezi Mungu anatuambia katika hali hizi. Lakini Waislamu ndio tuko nyuma, na tukihitaji angalau tupate hivyo vyombo tukanunue kwa wasio Waislamu, sio tuunde sisi. Ni maajabu na ni mauzauza makubwa sana. Sawa. Sasa hili tukio linasababisha nini? Mashekh zetu wakatuambia mimma yaj'aluhu siyadan jawiyan mahiran, ay diqatu saidi tasilu ila 95%. Sawa. Wakasema hili jambo linamfanya sasa huyu kerengende au kijelele sayadan kuwa ni muindaji imara. Sawa, kwa sababu huyu anakula vijidudu vidogo vidogo, akiwepo mbu wale, nzi na nini, anakamata anakula. Sawa, lakini jawiyan tena ni muindaji ambaye anawinda vilivyokuwa angani. Unaona hapa watu wakatengeneza intercepting, kwa maana wana uwezo sasa wa kupangua madhara ambayo yaliokuwa wapi? Angani, kupitia kwa taaluma ambayo walioipata kutoka kwa wadudu hawa. Allah anasema hadha khalqullahi, huu ni uumbaji wake Allah subhanahu wa ta'ala. Tena mahiran, ni hodari sana katika kufanya masala haya. Diqqatu saidi, yani ni mahiri sana, lakini ana ufanisi wa hali ya juu katika sala la kuinda kiindwa chake. Taslu, ule ufanisi wake unafikia ila 95%. Asilimia ngapi? 95. Yani ule umakini na umahiri wa uindaji wake unafikia asilimia 90 na ngapi? Yani akiona kile kiindwa chake, yani asili ya kupata ile target yake ni asilimia ngapi? 95. Maana ni 5 tu ndo za kukosa. Na ndivyo watu walivyofanya katika taaluma walizozisoma kupitia kwa wadudu hawa, wakabaini makubwa, na sasa wanaitawala dunia. Mimi na wewe tumebakia ukisoma Qur'ani unasoma kwa matini nzuri kabisa, alafu unatafsiri neno kwa neno, mwisho wa siku hamna lolote linaloendelea. Ndio kweli Qur'ani ni maneno mepesi kiasi hicho? Lakini kadhalika tanqasimu al-uyunu ila nisfain, uluwi wa sufuli. Sawa? Lakini haya macho ya huyu kerengende yamegawanyika katika nusu ngapi? 2. Kuna nusu ya juu na kuna nusu ya chini. Allah subhanahu wa ta'ala ameyagawanya na kwa sababu maalum. Kwa nini? Lirasdil farisat bidiqqati min jami'il ittijahati, kwa sababu ya kuwa na umakini mno wa kukamatwa kile kiwinda chake, kukamata kiwindwa chake, bidiqqatin, kwa umahiri wa hali ya juu, kwa usahihi mkubwa, min jami'il ittijahati, kutokana na sehemu zote, pande zote, awe na uwezo wa kuweza kukamata. Na ndio maana tunamuona kwa mfumo wa mabawa yake namna alivyo, ana uwezo wa kwenda mbele, ana uwezo wa kurudi nyuma, ana uwezo wa kwenda kushoto, ana uwezo wa yani muda huo huo ana uwezo wa kufanya zile almunawaratu tayran, manuva yale ya kuruka, kama jinsi ambavyo tunavyoona baadhi ya watu wakamsoma vizuri, wakasoma vizuri maneno ya Allah, wakawasoma vizuri viumbe wa Allah, na wao wakatengeneza baadhi ya makombora yana manuva ya namna hiyo. Yani ana uwezo wa kuhamahama, kukimbia hatari, kama jinsi ambavyo huyu ana uwezo wa kuhama na kukimbia hatari, au kuweka kiwindwa katika target yake. Wako hivyo katika hali za namna hii. Wanafikiri aliposema Bwana Mtume Muhammad, tafakkaru fi khalqillah, hata Mungu anasema ujue, inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayati li ulil albab.
alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi. Bado Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaturudisha katika uumbaji. Wanachofanya wanatafakari, kwa maana wanatafiti na kuchunguza katika uumbaji wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa lazima watu wawe na tabia hiyo ya kufanya tafiti, ya kutafiti uumbaji wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sawa? Naam. Lakini tastati'u uyunu liyasubi alkashfa an ad-daw'i fawqa al-banafasanjia. Lakini linaweza vile jicho la huyu kerengende au kijelele, alkashfa an ad-daw'i, lina uwezo wa kutambua mwangaza. Yani jicho lile lina uwezo wa kutambua mwangaza na baadhi ya rangi. Zipo baadhi ya rangi anaona kwa rangi zake, na zipo baadhi ya rangi haoni. Yani anaona tu katika mustawa, kama vile zile rangi 3 peke yake ndo anazoziona huyu. Sawa? Lakini fauqa albanafasanji, ana uwezo wa kuona rangi fauqa albanafasanji, zilizo juu ya rangi ya zambarau. Unajua hata mwanadamu anaona, uoni wa mwanadamu unaona rangi fauqa albanafasanji na duna alhamra, chini ya rangi nyekundu, na unaona juu ya rangi ya zambarau na chini ya rangi nyekundu. Rangi ikiwa juu ya rangi nyekundu, sawa, mwanadamu hawezi kuona, jicho lake linakosa uoni hapo. Lakini ikiwa chini ya rangi ya zambarau, jicho la mwanadamu halioni pia. Kwa huyu tunashirikiana naye katika kuona baadhi ya vitu. Yani fauqa albanafasanjia, chini ya, yani juu ya rangi ya zambarau, na tahta alhamra, chini ya rangi nyekundu. Tutakuja kueleza hili somo kwa nini tunasema juu ya rangi ya zambarau na chini ya rangi nyekundu. Tutakuja kulisoma pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema waqtilafu alsinatikum wa alwanikum. Mwenyezi Mungu ametofautisha alsinatikum, lugha zenu, na rangi. Sasa hizi rangi tunatofautiana kwa sababu zipi? Ndio tutakwenda mpaka kuona hizo fauqa albanafasanji na tahta alhamra biidhnillah Subhanahu wa Ta'ala. Semeni la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Wa tamyiz alalwani alqaribati min alawwaliya. Lakini kadhalika jicho la kerengende lina uwezo wa kupambanua rangi. Sawa? Baadhi ya rangi, na hasa rangi za aina 3 zinaitwa rangi alawwaliya. Hizi anaweza kupambanua, akaona kwa rangi yake. Yani tuliona baadhi ya viumbe wenyewe hawaoni rangi. Sawa? Kwa mfano tumemwona popo. Popo yeye haoni rangi. Yeye anaona vile vile tu anavyoona. Kama ni rangi nyeusi, hiyo ni nyeusi tu ataona. Hata kama umevaa nguo ina rangi, haoni zaidi ya ile nyeusi tu, ndo ataona hivyo. Lakini huyu sasa yeye ana uwezo wa kuona rangi za aina 3. Semeni la ilaha illa Allah. Huyo ndo kerengende mwenyewe. Naam. Kwa anamuita chande. Huku anamuita chande. Aiwa. Haya, huku anamuita chande huyo mdudu. Sisi kule kwetu tunamuita kijelele au mzelele. Au mzelele. Aiwa. Okay. Lakini kuna mtu mmoja jana Shinyanga ndo kaniandikia akasema, shekhe, huku kwetu sisi tunamuita kerengende. Okay. Na ukimtazama kerengende ndio lugha sahihi, yani Kiswahili fasaha. Kwa hiyo huku anaitwa mdudu chande. Haya, ndo huyo mmoja. Majina yatakuwa tofauti kutokana na maeneo, lakini ndo huyo tunayemkusudia. Inshallah Mwenyezi Mungu ajalie kila la kheri. Na mwisho kabisa nikupeni nasaha dakika moja. Nasaha yenyewe ni kwamba, ndugu zanguni, sasa hivi tupo katika ulimwengu wa hasad. Ulimwengu huu tuliokuwa nao una husda mbaya sana. Kwa hiyo yale ambayo tunayofanya, ukiona kuna watu wanadisi, wanatutukana, wanatuambia maneno machafu, maneno mabaya, wala sisi hatukatishi tamaa, kwa sababu ndio tunajua ulimwengu tulofikia huko hivyo. Kwa sababu gani? Kwa sababu tu mtu anaona maalumati, wakati mwingine anajizima data eti pale hamna kitu, wakati kitu anakiona. Anajizima data tu. Au anafanya hivyo kwa sababu ye mwenyewe kamezeshwa na watu pale hamna kitu. Eti na yana beba pale hamna kitu, badala kwenda kutafuta ilmu. Hili ni akili ndogo sana, na ndio dunia tulipofikia hapo. Kwa hiyo inshallah mimi niseme tu Mwenyezi Mungu atujalie, atupe ufahamu mzuri, tuyasome haya ala dhaw'in sahihin, katika mwangaza ulio
fasaha kabisa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Na mwisho kabisa niseme ya Rabbi, na kuomba warehemu wazazi wetu pamoja na mashekh zetu. Ya Allah, haya tunayafanya Mola wetu ikiwa tunapata thawabu, ya Rabbi tunakuomba thawabu zetu wapelekee wazazi wetu pamoja na mashekh zetu, kwa kuwa wao ndio chachu ya sisi kuyajua haya, kwa hurma na utukufu wako ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Lifuatalo ni tangazo. Haya, jicho ni maadili ghali, hakika huwezi kuyanunua kwa pesa. Si unajua tunda lisilo na faida lile lisiloiva, na mwangaza wa taa hauna faida kwa aliyelala? Najua unapata tabu kunielewa, ila tambua kwenye mwangaza ndipo kivuli huonekana, na maanisha jicho linaloona ni maadili ghali na yenye thamani kubwa. Sasa lilinde, lihifadhi na ulinusuru jicho lako. Haya sasa, hii hapa dawa bora iitwayo Ar-Ramadi kwa usalama na afya ya jicho lako. Ewe unaosumbuliwa na macho, ikiwemo kupoteza nuru ya macho, presha ya macho, macho kuchoma-choma, mtoto wa jicho, kuona giza, maruerue, kuona ukungu, jicho kuunguza sana, kutoa machozi, kutoa tongotongo na kadhalika, Ar-Ramadi ndiyo bingwa mpambanaji katika kurudisha afya ya jicho lako. Hakikisha unatumia dawa hii haraka kwa dozi kamili ili kupata matokeo bora zaidi. Kumbuka, Ar-Ramadi ni matokeo ya utafiti kutoka kwa daktari bingwa Sheikh Yusuf Mshindo Diwani Al-Ghazali. Kwa mawasiliano zaidi tupigie katika nambari zifuatazo: 0748969733 au 0659869734.